Karibu katika Mohamed Talk. Leo tutamzungumzia hayati Dr. John Pombe Magufuli, rais ya awamu ya 5 wa Tanzania, ambaye anakumbukwa kama kiongozi aliyebadili sura ya utendaji serikalini na miundombinu ya nchi. Alijulikana kwa jina la utani la bulldozer kutokana na uchapakazi wake kwa nguvu na kauli mbiu yake ya umaarufu ya hapa kazi tu. Mwaka 1959 mpaka mwaka 1980. Maisha ya awali ya Dr. John Pombe Magufuli. Alizaliwa tarehe 29 Oktoba mwaka 1959 wilayani Chato, mkoa wa Geita, wakati huo sehemu ya mkoa wa Kagera. Alitoka katika familia ya kawaida ya wakulima na wafugaji. Elimu yake: alisoma shule ya msingi na sekondari seminari ya Katoke na Lake Sekondari Mwanza, kabla ya kujiunga na shule ya sekondari Mkwawa Iringa, na kwa kidato cha 5 na 6 alijiunga na chuo cha ualimu Mkwawa na kupata shahada ya ualimu sayansi, kemia na hisabati. Baadaye alijiendeleza na chuo kikuu cha Dar es Salaam UDSM na kutunukiwa shahada ya kwanza ya uzamili na hatimaye shahada ya uzamifu PhD ya kemia mwaka 2009. Kazi kabla ya siasa: alifanya kazi kama mwalimu wa sekondari shule ya Sengerema na baadaye mkemia katika chama cha ushirika cha Nyanza Cooperative Union. 2. Kupanda ngazi kwa siasa: mwaka 1995 mpaka mwaka 2015 Magufuli aliingia rasmi kwenye kazi za siasa za ushindani mwaka 1995. Ubunge: aligombea na kushinda ubunge kwa jimbo la Chato awali Biharamulo Mashariki mwaka 1995. Alilithibiti jimbo hilo kwa miaka 20 bila kushindwa. Kutokana na uchapakazi wake aliteuliwa kushika nyadhifa mbalimbali na marais Benjamin Mkapa na Jakaya Kikwete, naibu waziri na baadaye waziri kamili wa ujenzi. Hapa ndipo alipojijenga jina la bulldozer kwa kusimamia ujenzi wa barabara kwa ukali. Waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Waziri wa maendeleo ya mifugo na uvuvi, aliwahi kukamata meli za uvuvi haramu ya Wachina. Alirejea wizara ya ujenzi mwaka 2010 na kusimamia miradi mikubwa kama barabara za juu, flyovers pamoja na daraja la Kigamboni. Mwaka 2015 mpaka mwaka 2021. Mwaka 2015 Chama cha Mapinduzi CCM kilimpitisha kuwa mgombea urais. Akiwashinda vigogo wengi wa chama hicho, alishinda uchaguzi mkuu na kuwa rais wa 5. Tuangalie mageuzi, legacy and projects. Dr. Magufuli alijikita katika miradi mbalimbali mikubwa iliyoonekana tangible projects na nidhamu serikalini. Alirudisha nidhamu kwa watumishi wa umma, alifuta safari za nje zisizo na tija, aliondoa watumishi hewa takribani 19,000 na kupunguza matumizi ya anasa serikalini. Miradi ya kimataifa: bwawa la Nyerere. JNHPP alianzisha ujenzi wa bwawa kubwa la umeme mto Rufiji ili kumaliza tatizo la umeme na kusaidia viwanda. Reli ya kisasa SGR. Alianzisha ujenzi wa reli ya umeme kutoka Dar es Salaam kwenda mikoa ya bara. Alinunua ndege mpya takribani 11 ili kufufua shirika la taifa. Daraja la Tanzanite. Daraja la Salenda jipya linaitwa Tanzanite ambalo lipo Dar es Salaam. Alitekeleza ndoto ya Mwalimu Nyerere kuhamisha makao makuu ya serikali Dodoma kikamilifu. Udhibiti wa madini. Alipambana na makampuni makubwa ya madini kama Acacia na kupelekea kuundwa kwa kampuni ya Twiga Minerals ambapo serikali ilipata hisa ya gawio kubwa zaidi. Elimu. Alifuta ada kwa shule za msingi na sekondari za serikali, jambo lililoongeza sana uandikishaji wa wanafunzi. Utawala wake haukukosea changamoto na ulikosolewa kwa mambo ya kadhaa. Hali ya kisiasa. Wakosoaji walidai kuwa nafasi ya demokrasia na uhuru wa vyombo vya habari ilipungua wakati wa utawala wake. Alipunguza safari ya nje, kujikita zaidi ndani, jambo ambalo baadhi waliona linaipunguzia Tanzania ushawishi
wa kidiplomasia. Janga la COVID-19, msimamo wake wa kutofunga nchi lockdown, kuhimiza njia za asili na maombi kukabiliana na corona ulizua mjadala mkubwa wa kimataifa, ingawa ulisaidia uchumi wa Tanzania kutoporomoka kama nchi nyingine. Kifo na mazishi. Machi 2021, kifo chake kilifikia tarehe 17 Machi mwaka 2021. Makamu wa Rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan alitangaza kifo cha Rais John Pombe Magufuli. Sababu ya kifo chake: alifariki katika hospitali ya Mzena, Dar es Salaam kutokana na maradhi ya moyo, atrial fibrillations, ambayo ilikuwa akipambana nayo kwa zaidi ya miaka 10. Mwili wake ulizungushwa katika mikoa mbalimbali, Dar es Salaam, Dodoma, Zanzibar, Mwanza, Geita, ili wananchi wamuage, na alizikwa nyumbani kwake Chato tarehe 26 Machi 2021. Hayati Magufuli anaacha alama kama rais wa wanyonge na kiongozi aliyethubutu kufanya maamuzi magumu kwa maslahi ya taifa bila kuogopa mabeberu na wakosoaji. Ameacha funzo kuwa Tanzania inaweza kutumia fedha zake za ndani kujenga miradi mikubwa. Donor dependency syndrome ilipungua sana. Je, ungependa nikuelezee kwa undani zaidi kuhusu mradi wowote mahususi? Endelea kuangalia mradi wa bwawa la kufufua umeme la Julius Nyerere Hydropower Project JNHPP, ambao ulikuwa ni fahari na kipaumbele kikubwa cha Rais hayati Magufuli. Bwawa la kufufua umeme. Mradi huu ambao zamani ulijulikana kama mradi wa Stiegler George ni mradi mkubwa zaidi wa kufufua umeme kwa maji hydropower nchini Tanzania na miongoni mwa miradi mikubwa barani Afrika. Mahali na lengo kuu. Mradi huu umejengwa kwenye mto Rufiji ndani ya pori la akiba la Selous ambalo kwa sasa linaitwa Hifadhi ya Taifa Nyerere mkoani Pwani. Lengo kuu la Magufuli kuanzisha mradi huu ilikuwa ni kumaliza tatizo la uhaba wa umeme nchini Tanzania na kuhakikisha upatikanaji wa umeme kwa uhakika na kwa bei nafuu kwa ajili ya kufanikisha lengo la serikali kwa kuijenga Tanzania ya viwanda. Umuhimu. Kimsingi, utegemezi wa umeme kutoka gesi asilia na mafuta ungeshuka na kuwa na umeme na maji ambapo ni gharama nafuu kuutunza. Kungekuwa na fedha nyingi za nchi. Megawatt. Bwawa la JNHPP linatarajiwa kuzalisha jumla la megawatt 2115 za umeme. Kutakuwa na vitengo 9 vya kufufua umeme, turbines, ambapo kila kitengo kitazalisha megawatts 235. Mchango wa kitaifa. Uwezo huu ni zaidi ya mara 2 ya umeme wote unaozalishwa nchini Tanzania. Kabla ya kuanzishwa kwa mradi huu, inatarajiwa kuwa itafanya Tanzania kuwa moja ya nchi zenye umeme wa kutosha katika ukanda wa Afrika Mashariki na uwezekano wa kuuza nje. Gharama na ufadhili. Hii ndio eneo ambalo hayati Magufuli alisisitiza uzalendo wa kiuchumi. Makadirio ya awali wa mradi huu yalikuwa takriban shilingi bilioni 6.5 za Tanzania, sawa na takriban dola za Kimarekani bilioni 2.9. Ufadhili wa ndani. Kinyume na desturi za miradi mikubwa nchini kulitegemea misaada au mikopo kutoka nje, IMF, World Bank, serikali ya Magufuli ilifanya uamuzi wa kijasiri na wakiufadhili mradi huu kwa 100% kwa kutumia fedha za ndani. Hatua hii ilipongezwa kama ishara ya kujitegemea kiuchumi. Kampuni 2 za kimataifa za Misri, Elsewedy Electric na Arab Contractors, ndizo zilizopewa zabuni ya kujenga bwawa hili. Changamoto. Mradi wa JNHPP haukukosa mijadala mikali, hasa kutoka kwa wanaharakati wa mazingira ya mashirika ya kimataifa. Wakosoaji walidai kuwa ujenzi wa bwawa hilo ndani ya pori la akiba la Selous ambalo ni urithi wa dunia, World
heritage site ungeathiri mifumo ya ekolojia wa mto Rufiji na viumbe hai. Hayati Magufuli alitetea mradi huo kwa hoja kuwa maisha na maendeleo ya mwananchi wa Tanzania ni muhimu zaidi kuliko hifadhi ya wanyama, na kwamba jitihada zote za kulinda mazingira zilichukuliwa wakati wa ujenzi, kama kupanda miti mingi, kukabiliana na uharibifu. Alisisitiza kuwa bwawa hilo litaleta neema kwa taifa lote. Hali ya mradi hivi sasa. Tangu Magufuli afariki, Rais Samia Suluhu Hassan ameendelea kusimamia na kuhakikisha mradi huu unakamilika hadi kufikia mwishoni mwa mwaka 2025 kama inavyokadiriwa. Baadhi ya vitengo vya kufufua umeme vinatarajiwa kuanza kufanya kazi ya kuingiza umeme kwenye gridi ya taifa, ingawa mradi mzima unatarajiwa kukamilika kikamilifu mwaka 2026 mpaka 27. Magufuli na viongozi wake walifanya utaratibu wa kutembelea na kukagua maendeleo ya miradi mara kwa mara, jambo lililoonyesha uzito ulioupa. Mradi wa JNHPP unatarajiwa kubaki kuwa alama ya uongozi wa Magufuli, ikionyesha uwezo wa taifa kujitegemea na kutekeleza miradi mikubwa kwa ajili ya maendeleo ya wananchi.